Nipende kuwasalimu asalamu alaikum na Bwana Yesu asifiwe. Hakika yanayozidi kuendelea katika ulimwengu huu wa sasa ni yenye maswali mengi sana yanayoibuka kuliko wingi wa majibu. Na sana tukigusia juu ya tukio la kutekwa kwa rais wa Venezuela au kushikwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Linakuja swali lingine, je, ni kituo kipi ambacho Marekani anakitageti kuwa sehemu yake ya operesheni zake za kijeshi dhidi ya viongozi au serikali zinazopinga sera zake? Kufuatia mapinduzi au kung'olewa madarakani kwa serikali ya Nicolas Maduro ya Venezuela kumeweza kumulika taa nyekundu sana kwa viongozi mahasimu dhidi ya sera za kimagharibi au dhidi ya sera za Marekani. Sasa katika hili tunaweza kuona ni taifa lipi ambalo liko kwenye target, ni kiongozi yupi ambaye yuko kwenye target dhidi ya mkono wa Marekani. Tunasema mkono wa chuma wa Marekani. Taifa ambalo tunaliangazia hapa ni taifa la Irani. Irani kwa kweli iko kwenye hatihati au ipo kwenye target kwa asilimia kubwa sana, kwani Irani tunakuja kuigusia kama mfupa mgumu uliomshinda fisi au uliomshinda fisi kuutafuna. Hii ni kutokana na baadhi ya matukio kadha wa kadha ambayo yamejitokeza dhidi ya serikali ya Irani, lakini serikali ya Marekani haijafanikisha. Matukio hayo tunaangalia kwanza mauaji ambayo yamefanywa na serikali ya Marekani hususan chini ya Donald Trump. Tukianzia kabisa mauaji ya jenerali wa IRGC Qasem Soleimani ambaye aliweza kuuliwa na serikali ya Marekani kama kiongozi mwandamizi wa jeshi la Irani. Sasa toka kipindi hiko imekuwa ni vute ni kuvute, nani mbabe nani mnyonge. Irani hajawahi kuonyesha unyonge kwa asilimia zote kabisa. Na katika hili tumeona uimara wa Irani dhidi ya sera za kimagharibi au dhidi ya sera za Marekani na washirika wake. Baada ya ile operesheni ya Rising Lion iliyoandaliwa na taifa la Israeli chini ya support ya moja kwa moja na uongozi huu wa Donald Trump. Rising Lion haikuweza kutoa matokeo ambayo yalikusudiwa moja kwa moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu Rising Lion ilikuwa imebeba ujumbe wa kung'oa mizizi ya utawala wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani, lakini hayakufanikiwa. Pamoja na kwamba Marekani aliweza kuingilia kati kama sehemu ya kudhoofisha mpango wa Irani wa nyuklia, lakini haikuwa moja kwa moja katika sehemu ya kusudio la kimafanikio, kwa sababu mafanikio yalitakiwa yapimwa katika kung'oa mzizi wa serikali ya Irani. Kinachoendelea Irani sasa hivi kinatoa jibu la moja kwa moja kwamba Marekani anatafuta upenyo na uzi na sehemu yenye udhaifu mkubwa sana katika taifa hilo. Kinachoendelea ni maandamano makubwa sana ambayo yanaikumba taifa hilo la Iran, na maandamano haya yakiwa yanakusudiwa kwamba ni wananchi au wafanyabiashara wa nchi hiyo ya Irani wanapinga anguko kubwa la sarafu ya Irani dhidi ya dola ya Kimarekani, ambapo inakadiriwa dola moja ya Kimarekani ni wastani wa milioni 1 dhidi ya wastani milioni 1 dhidi ya ria. Sasa hali hii imeweza kuibua hasira kali na hasira kali ya wananchi dhidi ya serikali yao. Lakini kumbuka kipindi hiki cha maandamano tumeona matamshi kadha wa kadha ya serikali ya Donald Trump ikitoa matamshi makali sana, ikielekeza moja kwa moja dhidi ya serikali ya Irani. Tukiangalia kwenye mtandao wa The Truth Social, mtandao wa Donald Trump ameweza kuielezea moja kwa moja kwamba kama serikali ya Irani na jeshi lake litaweza kudhuru waandamanaji, basi serikali ya Marekani itatia mguu katika ardhi ya Irani katika hali ya kusema kwamba wanaenda kuwarinda waandamanaji hao ili wapate stahiki zake. Lakini wakati huo huo ukiangalia matatizo haya hayajatengenezwa ndani ya serikali tu ya Irani, bali ni matatizo ambayo yanatokana na vikwazo, mrundikano wa vikwazo mkubwa sana ambao serikali ya Irani imeweza kuwekewa na taifa hili la Marekani na washirika wake wa Ulaya. Sasa kwa kipindi hiki tunasema kwamba Ali Khamenei ni target namba 1 dhidi ya serikali ya Marekani.
Kwa nini? Kwa sababu ni kiongozi pekee ambaye ameweza kuendesha nchi yake katika hali ya ushupavu, ameweza kuimarisha nchi yake katika hali ambayo mataifa mengi pale Middle East, pale Mashariki ya Kati hayana huo uwezo, bali ni mbwa koko dhidi ya taifa la Marekani. Kwa hiyo tunafikiri moja kwa moja kituo kinachofuata ni serikali ya Irani iliyoko chini ya Khamenei katika kuhakikisha kwamba wanarudisha utawala wa kifalme